Na mtazamaji wa 24, karibu tena katika siku nyingine, na tumekuletea mambo mazuri kwa upande wa michezo. Kama ambavyo tunajua, siku hii ya leo Ligi Kuu Tanzania Bara NBC inaendelea. Katika siku hii ya leo michezo inakwenda kupigwa. Young Africans atakwenda kucheza na JKT saa 10 kamili katika dimba la KMC, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi na wenyewe watakwenda kucheza na Dodoma Jiji pale uwanja wa Jamhuri Dodoma. Na siku hii ya leo kama nilivyokuambia, nipo na mchambuzi wangu hapa Ngereza kuja kupiga naye story 2-3 kuelekea katika michezo hiyo. Ngereza, habari ya asubuhi. Nzuri. Wajionaje na hali? Mambo mazuri. Tuanze na upande wa Young Africans. Wenyewe wanaenda kucheza siku hii ya leo na JKT. Mchezo wao wa mwisho walicheza na Namungo wakapata ushindi wa bao 1-0. Bao walilopata kwa upande wa penalty. Lakini mambo ya marefaris nini yakazungumzwa pale. Lakini sasa watu wanasema hii ya JKT inaweza ikawa ngumu kwao. Of course mechi ya JKT itakuwa ngumu kwa sababu JKT wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri wenye uwezo mkubwa, wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua matokeo kwenye mechi kubwa na mechi ndogo. Sasa hivi ukiangalia JKT ina wachezaji watatu ambao wamefunga mabao mengi kwenye ligi. Ndio timu ambayo ina wachezaji ambao wana uwiano mzuri wa kufunga mabao, kwamba unakuwa na wachezaji zaidi ya mmoja ambao wana uwezo mzuri wa kufunga magoli. Ukimwangalia Valentino Mashaka yuko pale amefunga mabao 4, yupo Saleh Karabaka mabao 6, yupo Peter Kasunda nadhani na mabao 5 hivi, lakini ana mabao 3 ya kichwa. Ni mtu ambaye ana uwezo mzuri sana wa kufunga mipira ya juu, mipira ya chini kwenye open play anakufunga vizuri. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wazuri kwenye eneo la kushambulia, wachezaji ambao kama utafanya makosa ya kujirudia ni rahisi sana wao kwenda kukuadhibu. Kwa hiyo ukicheza na JKT lazima uwe na hofu. Hata Young Africans hii mechi kwa haiwezi kuwa nyepesi. Msimu uliopita JKT alimlazimisha Yanga sare pale Meja Samuyo. Kwa hiyo kuna uwezekano pia hata msimu huu pale KMC Complex bado wakalazimishwa sare kama ambavyo walazimishwa msimu uliopita. Na Ahmad Ally ameisuka timu yake vizuri sana. Ana timu ambayo ina uwezo mzuri wa kucheza dhidi ya mpinzani yoyote. Ana timu ambayo ina uwezo wa kuifungua timu ambayo inacheza defensive, lakini pia yeye JKT akiamua kucheza defensive, ana uwezo pia kucheza defensive vizuri pasina kuwa na wasiwasi wowote. Kwa hiyo naamini kwamba kwa performance ya JKT kwenye game za hivi karibuni, Yanga hawezi kuwa na mechi nyepesi. Kama mtu ataiona kama ni mechi nyepesi kwake, ni yeye ndio ataiona hivyo kutokana na quality ya Yanga, anaweza kusema ni mechi nyepesi, lakini mimi siitazami kama hii ni mechi nyepesi. Hii ni mechi ngumu ambayo Yanga wanapaswa kujiandaa vizuri, na ukizingatia pia Yanga haichezi vizuri. Kwa hiyo ukiwa uchezi vizuri na ukutana na JKT kwenye kati hizi, ni rahisi ya JKT kutumia kama advantage kwenda kukuadhibu. Kwa hiyo ni lazima Yanga wawe na umakini wa kutosha, wahakikishe kwamba wanajipanga vizuri, wahakikishe kwamba kila kitu kinakuwa kwenye plani, wanakiplani vizuri ili waweze kushinda mechi. Na wakishinda mechi itawasaidia kwa namna moja ama nyingine kukaa kwenye nafasi nzuri kwa ajili ya kupambana kwenye ile vita ya kutafuta ubingwa msimu huu au hata kuingia kwenye nafasi 4 za juu. Kwa hiyo hii mechi kuna mtu ataiona ni nyepesi, lakini mimi bado naitazama kama ni mechi ngumu, ingawa kifaida Yanga wana faida ya kuwa na quality nzuri zaidi kuliko JKT, lakini kucheza kitimu collectively JKT wanacheza vizuri zaidi kuliko Young Africans. Ni kweli kwamba wachezaji kama Okello wakina Ekwa wamekuwa kwamba hawana msaada wote katika kikosi cha Yanga? Of course, yani msaada hawajawa na msaada ukilinganisha na wachezaji waliopo. Yani wachezaji ambao wapo Yanga wana msaada mkubwa sana kuliko ambacho Okello amekuja kuiongeza ndani ya Young Africans. Tofauti na mtu kama Depo mpaka sasa amefunga mabao 6 kwenye mashindano yote, sio? Amekuwa mchezaji, ameonyesha performance bora, lakini ni mchezaji mzuri dhidi ya timu ambazo zinafanya makosa mengi, dhidi ya timu ambazo ni ngumu, timu ambazo unahitaji pia kutumia uwezo binafsi kwenda kufunga mabao. Ameshindwa kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo bado kama mchezaji kuna changamoto kadhaa ambazo amezionyesha, lakini kwenye kufunga tayari amefunga, na kwenye mechi zetu za kwenye ligi hizi bado ana uwezo wa kufunga zaidi. Kwa hiyo naamini kwamba yeye kuna kitu amekiongeza, lakini Alan Okello bado tunasema ile ni bado anahitaji zaidi muda pengine. Lakini pia mimi sikuwahi kuona kama Okello anaweza kuwa mchezaji muhimu Yanga tangu muda mrefu. Wakati tu anamsajili nilisema wazi kwamba sioni sababu za Yanga kutumia pesa nyingi kumpata Okello, kwa sababu sio mchezaji ambaye amesha prove kwamba ana uwezo wa kucheza ligi yoyote na akafanya vizuri. Bado ni mchezaji ambaye ni average player
ambaye anaweza kuja Young Africans na asifanye vizuri, na of course mpaka sasa mimi hajani prove wrong. Amecheza game karibia zote tangu amekuja Yanga, lakini hakuna hata game moja ambayo ameonyesha kwamba ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa kuliko wachezaji ambao amewakuta ndani ya Young Africans. Bado uwezo wake na wachezaji ambao amewakuta ndani ya Young Africans ni vitu ambavyo vinapishana. Yaani aliyowakuta Young Africans ni wazuri zaidi kuliko yeye ambaye ameingia kwenye kikosi. Kwa maana hiyo nataka kusema dirisha hili dogo Yanga wamepuyanga. Of course kwa baadhi ya wachezaji Yanga hawajafanya usajili mzuri dirisha dogo. Kwa mfano usajili wa Okelo haukuwa usajili mzuri kwa dirisha hili dogo. Wamemchukua mshambuliaji yule kutoka TRA, ni usajili pia ambao haukuwa mzuri sana. Kwa hiyo kuna majina ambao wameingiza dirisha dogo ambayo hayakuwa na umuhimu wa kuyaingiza kwenye timu. Yaani kwa kifupi ni kwamba Yanga pia dirisha hili dogo la usajili hawajafanya vizuri kama ambavyo Simba wamefanya vizuri kwenye dirisha dogo la Januari. Tunaelekea kwenye dabi tarehe 1. Yanga wenyewe wanasema mchezo unakwenda kupigwa huko Guantanamo Zanzibar, ama ni kule. Kwanza tuzungumzie hili swala zima la mchezo kupelekwa Zanzibar. Hili kwako unalizungumziaje? Mimi kwanza ni jambo ambalo mimi sijaliafiki. Yaani kati ya vitu ambavyo sijavipenda ni pamoja na Yanga kupeleka hii mechi Zanzibar, kwa sababu Zanzibar mashabiki wanaopenda mpira ni wachache. Lakini pia Zanzibar ni sehemu ambayo mpira sio kipaumbele chao. Lakini pia Zanzibar watu wake ni wachache ambao wanapenda mpira tofauti na huku. Unavotoa mpira Dar es Salaam, huu mechi kwa Dar es Salaam kuipeleka Zanzibar, umewanyima watu wengi haki ya msingi ya kuitazama dabi ya Kariakoo. Lakini pia umejinyima mapato kwa namna moja ama nyingine. Ila ambacho wanakifanya Yanga ni kutaka kuwavuruga tu watu, yani kuifanya Yanga iwe kwenye midomo ya watu. Kwa najua kipeleka mechi Zanzibar, kuna watu watakosoa hicho kitu cha kuipeleka kitendo cha kuipeleka timu Zanzibar, lakini kuna watu watalalamika kuhusiana na distance ya mchezo kwamba mechi mpeleko mbali na nini. Kwa kila mtu atalalamika au atazungumza chochote kile kuhusiana na Young Africans. Kitu ambacho kinaweza kuifanya Yanga iendelee kuzungumzwa zaidi kwenye midomo ya watu. Na hicho ndio kitu ambacho Yanga alikuwa anakihitaji, lakini kimsingi ni kwamba hii ni mechi ambayo haikupaswa kupelekwa Zanzibar, ilipaswa kuchezwa pale pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa ili kuwapa fursa mashabiki wengine kutoka mikoa mbalimbali kuja pale. Lakini huwezi kumtoa mtu Kigoma au Mwanza au Tanga au Arusha aje aende Zanzibar tena kuangalia mechi. Maana unampa nani mara mbili, yani unampa gharama mara mbili, kitu ambacho wengi hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo hata mashabiki pia watatoka hapa kwenda Zanzibar pia watakuwa wachache, kitu ambacho ni kinapoteza pia ule mvuto wa mechi yenyewe ya dabi. Ngereza, unaona nani anaenda kuchukua ushindi katika dabi hii? Nafikiri ni mechi ambayo either Simba washinde ama watoke sare, lakini sioni nafasi ya Yanga kushinda hii mechi. Niambie. Sio nafasi ya Yanga kushinda hii mechi kabisa. Either Simba ashinde au itoke sare. Kwa hiyo Yanga hana nafasi ya kushinda. Sio nafasi ya Yanga kushinda hii mechi kwa sababu pia Yanga icheze vizuri na Simba inaonekana kucheza vizuri zaidi kuliko Yanga sasa hivi. Lakini pia hata kwenye build up na nini, namna ambavyo Simba imeimarika sana. Unaona Yanga bado wana mapungufu mengi kidogo tofauti na Simba. Kwa hiyo naamini kwa ile speed ya Simba na the way ambavyo Yanga inacheza, Simba wana advantage kubwa kupata matokeo kwenye mchezo kuliko Yanga kupata matokeo ambayo ni ya ushindi. Lakini kama Simba hatashinda hii mechi, basi possibility ya Simba hii mechi kutoka sare ni kubwa pia. Akifungwa? Akifungwa ni sehemu ya matokeo tutazungumza hapa, lakini kwa 99% naamini ni mechi ambayo either sare au Simba ashinde. Hapo nafasi kubwa ya ushindi ni Simba. Ni Simba.